Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika neno la ufunuo linalokuja mchana wa leo na Pastor Miamba, na tutaangalia katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na ule mstari wa 17. Maandiko yanasema, umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya mahusiano kati ya amani na kufanikiwa, kwamba mtu yoyote anayepoteza amani huwa automatically anajiweka mbali na mafanikio, kwa sababu muda wote anawaza ni kwa namna gani airejesha amani, kwa sababu amani ni kama pumzi, ni kitu ambacho ni muhimu kwa mwanadamu awaye yoyote. Kila mwanadamu anahitaji amani. Kwa hiyo amani inapokosekana, akili ya mwanadamu na moyo wa mwanadamu huwa hauangalii chochote zaidi ya kuangalia namna gani ya kurejesha amani. Na unakuta kuna watu wengi sana hawafanyi chochote. Mtu ameacha hadi kwenda kazini, hana amani. Amani imepotea. Hamna kitu cha maendeleo kinaendelea. Ukitaka kuelewa mstari, waulize wale wanandoa wanaopitia mapito ya kutokuwa na amani. Muangalie huyo mama kama anafanya kazi, muangalie kazini kwake. Muangalie huyo baba kama ni mfanyakazi, angalia kazini kwake. Ama ni wafanya biashara, angalia. Utakuta mafanikio yanaathiriwa kule. Kuna wengine huwa hawaendi kazini, kama ni biashara yake haonekani huko, anajifungia, analia, atatafuta yani unakuta anahangaika mpaka amani patikane ndio mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ni kanuni ya kwamba Mungu anahusisha katika neno lake amani na mtu kufanikiwa, na ndivyo ilivyo, ni dhahiri sana. Sasa unaweza usielewe ya kwamba unapokuwa katika kukosa amani huwa unakuaga haufanyi chochote cha maana. Unaweza usielewe, lakini anza kuchunguza kuanzia leo. Utakuta kuona ya kwamba maandiko yanachokiongea ni kweli, ya kwamba amani ilipokaa mbali na kufanikiwa kukaondoka. Kwa hiyo mtu anasahau kufanikiwa, anatafuta amani. Yani anatamani amani ya moyo. Ninaweza nikawa naongea na mtu ambaye ananielewa sana, kwa sababu alishawahi pitia hali ya kukosa amani, ambayo mara nyingi nakuja na dalili mbalimbali za hofu, wasiwasi, mashaka. Unaona kama haufai, unaona kama nakufa, umekosa amani, unaogopa. Yani hiyo hali huwa mtu hawazi kazi, hawazi mafanikio, hawazi chochote. Anapambana kwanza namna gani arejeshe amani. Hata nchi ambazo zinapigana, unaona nchi zenye vita, fuatilia, utakuta ya kwamba kipindi cha vita, kipindi ambacho amani haipo kwenye hiyo nchi, hata kufanikiwa kwa ile nchi kunakuwa hakupo. Unakuta viongozi inabidi waende wakaombe misaada kwenye nchi zilizoendelea, wapate msaada, hata kama kwao kuna rasilimali za kuwapa faida. Lakini kipindi hicho anawaza kupambana kutafuta amani, wampige, wanatamani vita ishe kesho, watu waingie kwenye amani, waanze kufikiria kufanikiwa. Mtu aanze kurudi kuuliza, hivi shamba langu liko wapi nianze kulilima? Hivi kazini kwangu vipi, naweza nikarudi kazini baada ya kuwa amani imerejea? Kwa hiyo naweza nikawa naongea na mtu ambaye ninavyoongea wakati huu hana amani. Nataka nikupe neno la ufunuo kwamba hiyo amani, unapoona adui ameiba, usiulize anaiba amani ili afanikiwe kwa lipi. Anaiba amani ili hata mafanikio yako yasifanikiwe, yasionekane kwako. Yani usahau kufanikiwa, kwa sababu kile kipindi ambacho amani imeondoka, wewe unasahau kufanikiwa. Na ndio maana maandiko yanasema, umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Ni maandiko hayo. Kwa hiyo kuna mahusiano ya kusahau kufanikiwa pale ambapo nafsi yako inakaa mbali na amani. Na ukiwa na amani, basi unakuwa una mafanikio yote. Unaanza kuwaza vizuri, huwa naitafakari sana amani. Ndio maana Yesu akasema yeye ni mfalme wa amani. Why ni mfalme wa amani? Kwa nini asingesema wewe ni mfalme wa kitu kingine? Why Yesu amechagua kwamba yeye ndio awe mfalme wa amani? Amani kumbe ndio kitu muhimu kinachohitajika na kila mtu. Na kila mtu. Yani hata mgonjwa anahitaji amani. Akipata amani juu ya ugonjwa wake, hata uponyaji unaingia. Akikosa amani juu ya ugonjwa wake, anakufa. Hata kama ugonjwa alikuwa nao miaka mingi, lakini atakapokuja pewa taarifa kwamba unaumwa kitu fulani, akakosa amani, ile amani inaondoa mafanikio ya uzima, anakufa.
Lakini ukiwa na amani, hata ukasikia jambo gani, imradi amani ipo, litaondoka hilo jambo mbele yako. Haijalishi ni ugonjwa gani, utaondoka. Haijalishi ni maumivu gani, yataondoka. Kwa sababu amani ikiingia, ujue ni Mungu ameingia kwenye maisha yako. Nataka twende tukaombe kwa ajili ya mtu ambaye hana amani wakati huu. Nataka niombe maalum kabisa kwa ufunuo huu wa mchana wa leo. Mtu ambaye huna amani, nataka ushike mkono wako kwenye moyo wako. Nitaomba na wewe dakika moja na utamshuhudia Bwana. Nataka niombe mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, umeleta ufunuo wa neno lako mchana wa leo. Ipo haja ya mtu mmoja kupokea ufunuo huu na kupona. Mungu li haya, asante kwa ajili ya neno la ufunuo, kwamba mtu mmoja unamfunulia neno ambalo litaachilia uponyaji. Maombi haya ufunuo yanaenda kuachilia uponyaji kwa mtu mmoja aliyekosa amani na akafarakanishwa na mafanikio. Mungu li hai, ninaomba katika jina la Yesu, amani irejee kwa mtoto wako anayenisikia. Apokee amani mpya wakati huu ninapoongea, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ile amani kaondoe mateso, ile amani kaondoe dhoruba, ile amani kaondoe msongo wa mawazo, ile amani ikaondoe uharibifu wote, ile amani ikaondoe giza lote, ile amani ikaondoe mateso yote. Amani, amani, amani. Na itamkie amani iingie ndani ya maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, natangaza kufunguliwa kwako wewe uliokosa amani. Kile kilichokushikilia na amuru kikuachie, kile kilichokukosesha amani kikaondoke, na upake amani kwa mfalme wa amani, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, asante kwa maana amani, umesema amani yangu nawapa, amani yangu chukueni, wapavyo mimi si kama ulimwengu toavyo. Mungu aliye hai, asante kwa maana umeiachilia amani machoni petu, nami kama kuhani wako, kama nabii wako wa wakati ulioamriwa, ninaachilia hiyo amani imfuate mtoto wako aliyekosa amani, aliyetoweka katika amani, hata mafanikio yamefarakana naye. Mchana wa leo apokee amani kwa jina la Yesu. Pokea amani kwa jina la Yesu. Receive in the mighty name of Jesus. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu amani tokayo kwa Bwana. Receive in the mighty name of Jesus. Pokea kwa jina la Yesu. Amani ingie ndani ya mifumo yako, amani ingie ndani ya moyo wako. Haijalishi umeumizwa na jambo gani, haijalishi ni mahusiano, haijalishi ni madeni, haijalishi ni faraka, haijalishi ni jambo lolote, pokea amani kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Wewe uliye na ugonjwa, upokee uzima wakati huu. Wewe uliye na msongo wa mawazo yaondoke wakati huu. Amani, amani, amani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi uendelee kukaa na kuogelea katika amani. Nataka umshuhudie Bwana ni nini kimetokea mara baada ya maombi haya. Umshuhudie Bwana ni nini kimetokea. Kama ulikuwa hauna amani, give God the glory. Mpe utukufu Mungu wako. Hebu sema ni nini kilikuwa kinaendelea. Kuna mambo madogo lakini huwa yanatia moyo mbele ya mtu anaye kuhudumia mbele za Bwana, na Mungu anatarajia sana ushuhuda. Nini kimetokea? Bwana ametenda nini? Ni taarifa njema ambazo mimi natamani kuzisikia na mtu mwingine anatamani kuzisikia, lakini zaidi ya yote mbingu zinatamani kusikia. Kuna vitu vidogo tu. Kuna wale watu ambao nikituma ujumbe wana react pale, wanaonyesha tu kitu fulani kwamba kwenye group kwamba na mimi nimesikia, nimeuona huu ujumbe. Yale ni jambo dogo lakini lina nguvu katika ulimwengu wa roho, hasa kwa mimi naye kuhudumia. Najua kumbe mtu fulani tayari kashauona huu ujumbe. Ninafurahi, huwa napita kuangalia walio react pale. Huwa napita naangalia na huwa nafurahi sana kwamba hata huyu ameshaamka, kumbe ameshaangalia. Kumbe ameshaangalia. Huwa inanifurahisha sana. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema kwa Bwana kwa ajili ya ibada nzuri, ibada yenye ufunuo, ibada ambayo inaenda kugeuza maisha yako. Utashika sadaka yako njema kwa ibada ya mchana wa leo. Sadaka yako hiyo ni kubwa katika ulimwengu wa roho, ni jambo kubwa sana katika ulimwengu wa roho, na itaenda kupiga kelele na itaenda kuiachilia yote niliyotamka yawe agano kwako, na amani itakushikilia wewe. Yamkini kuna mtu mmoja mtoto wake ameenda shule, hana amani huko, na kuhakikishia maombi haya mradi umeyasikia, watoto wako wanapata amani mahali walipo. Sadaka hiyo pia itaenda kupiga kelele kwa ajili ya watoto wako. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutaachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876
760 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.